ikisema ODM tunasema tuko tayari. Muko tayari? Muko tayari? ODM! 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 Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Secretary General wa chama cha ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna ni mmoja ya viongozi kutoka pale ndani ya ODM ambao wanazidi kushikilia kauli yao ya kwamba mwaka wa 2027 ODM itakuwa inasimamisha presidential candidate ambaye atakuja kugombania kiti cha urais dhidi ya William Samuel Ruto. Kabla baba Raila Amolo Odinga hajaiaga dunia, kuna matamshi ambayo aliweza kuyazungumza kuhusiana na uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Raila Amolo Odinga kabla hajaiaga dunia aligundua ya kwamba kuna watu kutoka ndani ya ODM ambao walikuwa wameanza kueneza agenda ya 2 term, ya kwamba ODM itakuja kusimama na William Samuel Ruto kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027. Raila Amolo Odinga alitupilia mbali hayo maneno na akasema ya kwamba sasa hivi hakuna haja ya kuzungumzia kuhusiana na uchaguzi wa mwaka wa 2027. Sasa hivi tuko ndani ya broad based government na hakuna mahali ambapo walikubaliana ya kwamba eti ODM itakuja kumsupport William Samuel Ruto baada ya mwaka wa 2027 ama kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027. Wanajuaje kama ODM wenyewe haitaki kusimamisha presidential candidate? Hayo ndio matamshi ya mwisho ya baba ya Raila Amolo Odinga akizungumzia kuhusiana na ODM na vile ambavyo inastahili kujiandaa kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027. Ni maneno ambayo yamerudiwa leo na Edwin Sifuna, Secretary General Senator wa Nairobi, Mheshimiwa Edwin Sifuna. Amezungumza mbele ya William Samuel Ruto. Hapa watazamaji wangu, hakuna matumaini ya kwamba ODM itaendelea kuwa ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Na kama itaendelea kukaa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, inamaanisha kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao watajiondoa. ODM ikiamua kabisa kufanya kazi na William Samuel Ruto, kuna mgawanyiko mkubwa ambao utashuhudiwa ndani ya ODM. Mimi watazamaji wangu najua kuna viongozi kutoka ndani ya ODM kama Edwin Sifuna, kiongozi kama Babu Owino ambao hawawezi kukubali kufanya kazi na William Samuel Ruto. Siku ya leo watazamaji wangu, kwenye mazishi ya aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kule Bondo, kuna hotuba ambayo imeweza kutolewa na Edwin Sifuna na amewaandaa wale supporters wa Raila Amolo Odinga tunapokaribia pale kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027 wakuwe tayari, kwa sababu ODM mwenyewe imetosha kusimamisha presidential candidate. Na unajua hapo awali kuna viongozi ambao walikuwa wamesema ya kwamba baada ya Raila Amolo Odinga kuaga dunia aliwaacha na William Samuel Ruto, lakini ODM bado iko na viongozi wengine. Haimaanisha kwamba sasa William Samuel Ruto ndio atachukua usukani wa ODM. ODM inastahili kukaa chini, ifanye mkutano, ipange ODM upya bila uwepo wa Raila Amolo Odinga. Lakini endapo tofauti zitaanza kushuhudiwa, unajua watazamaji wangu, chini ya mwaka mmoja, na unajua tunaelekea kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027, chini ya mwaka mmoja hii ODM itakuwa imekufa, itakuwa imesaulika na itakuwa imeisha umaarufu. Kwa hivyo ni jukumu la viongozi ambao wamebaki ndani ya ODM sasa hivi wahakikisha kwamba hii ODM haitasambaratika. Ule umoja ambao ulikuwa ndani ya ODM kabla ya Raila Amolo Odinga hajaiaga dunia, huo umoja uendelee kushuhudiwa mpaka kwenye uchaguzi ujao. Lakini endapo wataanza kutofautiana ni nani ambaye atabaki ndani ya broad based government, ni nani ambaye hataki kusupport broad based government, basi watazamaji wangu mambo yatazidi kuwa mabaya zaidi. Na Edwin Sifuna watazamaji wangu amesema kwamba yeye yuko tayari kupigana mpaka dakika ya mwisho kuhakikisha kwamba ODM inabaki na umoja, ODM inabaki kuzungumza kitu kimoja, na ODM inabaki na msimamo wake kuendelea kupinga hii serikali ya Kenya Kwanza ama kutoendelea kumsupport William Samuel Ruto baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Sasa hivi kuna viongozi tu ambao kutoka ndani ya ODM ambao wameanza kusema ya kwamba watamsupport William Samuel Ruto kwa muhula wa pili pale mwaka wa 2027, lakini hayo bado hayajaweza kupangwa mpaka ODM ikae chini. Huu mkataba ambao tumetia saini wa broad based government, je, ulikuwa unatufikisha kufanya kazi wapi na William Samuel Ruto? Ni mpaka mwaka wa 2027? Basi ni mpaka hapo, na baada ya hapo itakuwa vipi? Unajua watazamaji wangu, hata hii broad based government haitafika 2027.
huko mwishoni ama kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2027. Kuanzia mwaka wa 2027 ama mwishoni wa mwaka wa 2026, hapo sasa ndio utaanza kujua kama hii ODM itakuwa ndani ya broad based government ama itajiondoa. Kitu cha kwanza unastahili kujua, wakati viongozi watajitosa vizuri sasa kwenye campaigns, kungangania nafasi yoyote ile, iwe ni rais, iwe ni gavana, hapo ODM sasa ndio inastahili kujua kama itamsupport William Samoei Ruto ama itakuwa kwenye upande wa upinzani peke yake, ianze sasa kutafuta presidential candidate ambaye atakuja kusimama kwenye kiti cha urais dhidi ya William Samoei Ruto pale mwaka wa 2027. Hapo itaamua kazi na William Samoei Ruto, basi tutashuhudia hapo mahali campaign zitaanza pale mapema mwaka wa 2027. Campaign na zitakuwa zimepamba moto, viongozi wataweza kuingia ili waombe kura, na kipindi kile ndio tutaweza kujua mbivu na mbichi. Kama huu umoja ambao umeachwa na Raila Amolo Odinga sasa hivi ndani ya ODM utazidi kushuhudia mpaka kipindi kile, ama ODM itakuwa imesambaratika, kila mtu atakuwa anazungumza kivyake, vyama vidogo vidogo vianze kujitokeza ndani ya ODM kwa sababu ya tofauti zilizopo sasa hivi kuhusiana na hii broad based government. Watazamaji wangu, kama sio hii broad based government, hatungekuwa tunaona tofauti ambazo ziko sasa hivi ndani ya ODM, kwa sababu kabla ya ODM kuamua kuunda hii broad based government kwa wa ODM alikuwa na support serikali ya Kenya, lakini tu baada ya wao kuletwa ndani ya broad based government na yale mambo ambayo waliweza kukubaliana yaweze kufanyika, bado William Samoei Ruto hajaweza kufanya. Kwa hivyo ndio unaona bado Edwin Sifuna na viongozi wengine wanaona ya kwamba hii broad based government haifanyi kazi, kwa sababu yale mambo ambayo walitia saini yaweze kukomeshwa bado yanazidi kushuhudiwa ndani ya serikali ya Kenya. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kujionea zile hali hizo kule Bondo kwa ya baba Raila Amolo Odinga, na kuna vile ambavyo watu wameweza kufikiria Babu Owino. Unajua kama kuna kiongozi ambaye alikuwa akipenda pale ni Babu Owino, kiongozi ambaye amekuwa akiwatetea wananchi, anasimama na wananchi. Unaona, ni kiongozi ambaye hata akiingia mahali kuna maandamano hawezi fanya jambo lolote, anapokelewa vizuri. Kuna viongozi ambao hawawezi ingia ground na kusalimia wananchi kama vile ambavyo Babu Owino amekuwa akipendwa, na leo watu wameshangilia kwa nguvu sana. Yani ungeweza kufikiria kwamba ni kiongozi mwingine ambaye ameweza kufika pale, lakini ni Babu Owino ambaye pale ground anapendwa zaidi kuliko hata viongozi wengine pale ndani ya ODM. Na pia kuna ujumbe kutoka wa Secretary General wa chama cha ODM mwenyewe Edwin Sifuna akizungumza siku leo akipeana heshima zake za mwisho kwa baba Raila Amolo Odinga, na wataendelea kufuata zile sheria ambazo baba aliacha, ule mwelekeo ambao baba aliacha kabla hajaiaga dunia tunapoelekea pale mwaka wa 2027. Kabla sijakuwekea hii video mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. ODM is one of your biggest legacies, Your Excellency Baba. I, as Sifuna, will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about. You know why I'm saying that. So, mimi nataka niseme ya kwamba vile Reverend Wesonga ametuambia hapa, Baba alikuwa anasikiza wananchi. Baba alikuwa anasikiza wananchi. Na mimi nataka kuencourage wanachama wa ODM. Sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini. Nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha baba Raila Amolo Odinga. Namaliza nikisema baba Raila Amolo Odinga alizungumza wazi mbele ya nchi nzima tarehe 22 mwezi uliopita mbele ya hawa wabunge katika hoteli ya Agile pale Nairobi. Baba aliongea kwa kinywa chake mwenyewe, na waomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe, akasema kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema who has told you? Who has told you? Who has told you? Kwa hivyo sisi tutafuata the last standing instruction ya baba ambaye alitoa chini ya siku 23 ambazo zimepita kabla afariki. Kwa hayo mengi, ni jukumu langu pia kama katibu mkuu wa chama, Mheshimiwa Rais, ilinivunja moyo sana
kwamba baba alitoka Nairobi bila kusikia sauti za watu wa Nairobi wakisema tuko tayari. Sasa ni jukumu la hawa ambao wamefika hapa leo. Nataka mseme chant ya chama cha ODM mpaka baba ajue anazikwa na wanachama wa ODM. Nikisema ODM tunasema tuko tayari. Muko tayari? Muko tayari? ODM! 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 Asanteni sana, Mungu awabariki. Na watazamaji, chama cha ODM kisipokuwa makini huenda hakitokuwa the same tena. Baada ya Raila Amolo Odinga kuondoka ama kuiaga dunia, hatujui ni nani ambaye atakuja kuleta ule umoja ambao ulikuwa unaletwa pale ndani ya ODM na baba Raila Amolo Odinga. Ni nani ambaye atachukua hiyo nafasi, akuwe na ujasiri wa kuongoza hicho chama bila kuruhusu wanachama waanze kutofautiana ama kutaka chama kisambaratike. Unajua kuna kipindi ilikuwa imefika pale ndani ya ODM, kuna viongozi tu walikuwa wanasema kwamba kama Edwin Sifuna ataki kusupport broad-based government basi aweze kujiuzulu. Lakini baba yeye hakuweza kuchukua hatua yoyote. Kulikuwa na shinikizo kubwa pia kutoka kwa serikali, wanasema kwamba huyu Secretary General wa chama cha ODM, mbona yeye hataki kufanya kazi na broad-based government? Basi kama hataki aweze kuondolewa. Lakini baba alibaki kimya kwa sababu Secretary General ndio sauti ya chama. Secretary General ndio sauti ya party leader. Chochote ambacho anakizungumza ni jambo ambalo limeweza kufanywa. Unaona baba anabaki kuwa Secretary General pale ndani ya ODM. Anaendelea kabisa kuhakikisha kwamba ODM inaendelea kuwa pamoja. ODM inaendelea kupata zile kanuni zake na sheria zake. Baada ya kujiunga na hiyo ODM imeisha maisha. ODM ni chama kikubwa. ODM ni chama ambacho kinaweza hata kukaa ndani ya hiyo haimaanishi kwamba sasa wengi wao wanaendelea kutendeka ndani ya serikali ya Kenya. Ni lazima waendelee kuzungumza. Kama jambo ni libaya wazungumze, kama ni nzuri pia waweze kulipongeza. Nitakomea hapo watazamaji wangu, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na sasa ODM imeachwa yatima. Hatujui nani ambaye atachukua uongozi na ni nani ambaye mnaona anafaa kuchukua uongozi wa ODM sasa hivi, aongoze kama Raila Amolo Odinga, kiongozi ambaye hatotingishika, kiongozi ambaye yuko tayari kwa jambo lolote. Hata akisema nikiingia kwenye maandamano, wanaingia kwenye maandamano. Sio kiongozi ambaye anaweka matakwa yake mbele bila kuzingatia wale supporters wake na pia chama cha ODM. Kabla ya kufikia mtazamaji wangu, na kukumbusha ujiunge nami hapo BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, share na comment, ndipo sio ujumbe wa habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Msene bado watazamaji, nitakuwa na video punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.